Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi alladhi hadana lihadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bismillahir rahmanir rahim. Vijana, tulikuwa na mgeni hapa, Jamal. Baada ya kupitia katika mitihani mikubwa sana, akaamua kutoka katika mitihani ile, minyororo na silsili ambazo alijifunga yeye mwenyewe. Akaamua Jamali kutoka katika shida kama zile. Sasa leo, baada ya kutupa faida kubwa sana, ukiingia katika mambo ya madragi, kutoka ilikuwa si rahisi kwake. Sasa leo tunataka kuzungumzia katika yale alotupa wiki jana, sisi tudondowe tumepata faida gani katika yale alotupa, na ni hadhari gani sisi tutatukua ili yale yalomkumba yeye kwetu yasitukumbe sisi. Katika mazungumzo yake kukazuka swali ambayo aliuliza Mahmud. Swali ile ingawa ilijibiwa, lakini haikujibiwa kikamilifu. Mahmud aliuliza, ikiwa wewe waswali na swala tanha anil fahashai, ya kuepusha na mambo machafu na mambo mabaya, kefu wewe alafu utangia kwenye dragi? Sio swali yako ilikuwa Mahmud, Sasa kuna fezi ya kwanza, ile swali haikujibiwa, ilijibiwa katika fezi ya pili. Fezi ya kwanza ni kuwa Mwenyezi Mungu sisi alipotuumba aeleza ndani ya Qur'ani, alitupa freedom to choose, alitupa choice, ambayo choice hino hata malaika hawakupawa. La yahsuna Allah ma amarahum wa yafaluna ma yu'marun. Hawana choice. Ambaye asujudu yuasujudu, ambaye waitidali hivyo hivyo. Wengine wanaleta tasbihi peke yake, hawajui kumwasi Mwenyezi Mungu. Manake kitu freedom to choose wale malaika hawakupawa. Sasa tukianza kuijibu swali yake Mahmud, ni kuwa sisi tumepawa ile nafasi ya kuchagua zuri na baya. Mwenyezi Mungu asema ndani ya Qur'ani, a'udhu billahi minash shaitani rajim, hal ata ala al-insan hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi. Huku tutakuwata huku kielelezo kirefu, lakini tutataka hapa sasa kuendeleza hapa ambapo tutataka. Inna hadainahu sabili imma shakiran wa imma kafura. Mwanzo Mwenyezi Mungu alitupa senses, samian, mwanzo tuwe twasikia, kisha basiran, tuwe twaona. Ndio, alafu akatupa ndia mbili, inna hadainahu sabili. Sasa tagua wewe, wataka ndia gani? Ima shakiran, watakafuata mazuri, au ima kafura, watakafuata mabaya.
Sasa hino freedom to choose ndio sisi tunai abuse hino, kwa kuwa umpava utakavo ufanye, ndio sisi tume abuse hino freedom. Ndio binadamu atawata vitu ambavyo vina manufaa na yeye, lakini kwa sababu ameota nafasi atague, anakwenda kula vitu ambavyo vitu vile ni kama alivyotuelezea Jamali, mpaka vimemdestroy maisha yake yote. Amekuwa Jamal, amefika wakati mpaka anapibwa na watu, senses zake zote zilipotea. Asema alivyotueleza juzi hapa, asema hajijui, pengine alikuwa ashakufuru, hayuko kamwe kwenye dini ya Kiislamu tena, kwa sababu ile freedom to choose ali abuse. Ukiabuse ile nafasi ya wewe kutagua zuri lako ukawata baya lako, basi kuna nafasi kubwa shetani wewe kukutukua. Halafu utafika wakati wataka kurudi, basi ile shida ni kama ile aliyotueleza Jamali juzi. 14 years you are struggle, ataka kurudi katika hali alivyokuwa. It was very very difficult. Ilikuwa ni nafasi ni ngumu sana yeye ku bounce back. Na kama mlivyomsikia Jamali, hakuna kitu ambacho hakukitumia yeye. Mimi nimekaa hapa namsikiza, nimepigwa na mshangao. Amesurvive vipi mpaka akaja kaka hapa akawa aweza kujieleza namna alivyotoka. Asema hakuna drug ya kutumia, amejitia sindano, sijui kuna vitu hata mimi sijavisikia hapo, sijui vitu vibubusa vibugizi vinini vibugizi asema nitumia dozi, asema watu ula 2 ala 15. Napibwa na mshangao, huyu mtu mpaka sasa yuko sane, ame bounce back, aweza akaja akatuelezea. It's just a miracle case. Haiwezi kutirahisi kutokea mara 2 kama vile. Kwa hivyo baada kuabuse ile freedom to choose, wewe ukenda ukatagua vitu ambapo audhu billahi min dhalik, vitu vile vinakufanya tena vinakufanya utoke kwenye ubinadamu wako. Huwi binadamu tena wewe katika hali alivyokuwa yeye. Miaka 14 he struggling, atakatoka hawezi. Kwa hivyo mwanzo ukishai abuse wewe, ukala vitu, conscious yako ukaicorrupt. Sasa pale hata ukiingia kwenye swala yako, swala haiwezi kukukataza maovu ikakuamrisha mema. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya kitu gani? Because you are not there. Wewe ni conscious yako iwe present wewe katika mambo yako yote, ile ndio itakupa direction. Sasa ile ukishai corrupt, umekula vitu ambavyo vitu vile vote vinamghadhibisha Mwenyezi Mungu, vote viko against nature. Wewe hufai kula vitu kama vile. Nikatoa kisa cha kutekesha, mpaka punda pia hataki kitu kile, pia hakitaki. Kwa hivyo the moment wewe ukitoka katika mipaka ile ukaingia katika mipaka ile ya madragi, hapo swala haiwezi kukukataza maovu na ikakuamrisha mema. Manake wewe huko pale ushatawaliwa wewe na shetani. Ni mafunzo makubwa sana ametupa Jamali last week. Kwa hivyo vijana, mimi nazungumza na nyinyi, hii kuja hapa umetagua we mwenyewe, watafuta uongofu. Hii kuja hapa, nobody is forced to come here. Kwa hivyo freedom to choose, watagua nenda kaa kikao gani mimi nisikize maneno ya kunipa mimi, ya kuni nourish mind yangu,
kufufua moyo wangu ndani, ndaka wapi mimi? Wako wenzenu saa hizi hawako mahali kama hapa, 45 minutes, lakini it will do wonders to you. Sasa hii pia katika kule kutagua, freedom to choose, umetagua mimi sitaki kwenda kukaa kwenye jamii ambayo nitakuja ni corrupt spirit yangu. Kwa hivyo unatagua. La kwanza ndio, wa alaikum salam. Ukiwa umetagua sasa, ukenda ukisimama kwenye swala, ukimwambia Mwenyezi Mungu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, you are totally there. Wewe uko hapo kikamilifu, wazungumza na Mwenyezi Mungu kikamilifu. Kwa hivyo si rahisi swala pale ikakupeleka kwenye mambo mabaya, si rahisi. Utateleza, kullu ibn adam khata'un, sote tunatenda madhambi, hakuna binadamu hatamkosa Mwenyezi Mungu, lakini hutelezi mpaka ukawa wewe huna fahamu tena ya kurudi kwa Mungu, tena ukawa huna. Kwa hivyo swali ya Mahmudi ni kuwa pahali pale ukishangia wewe tayari wewe usha corrupt, hakuna swala tena itakuamrisha mema na itakukataza maovu. Sasa basi, next step, ikiwa wewe ushatoka mipaka hiyo, sasa tuangalie what is next. When you lose connection with the higher power, what happens? Sasa wewe, audhu billahi min dhalik, tofuata yale ambayo vikijana tumesoma kwa Jamali. Ikiwa wewe tayari usha lose connection na higher power, what is next? Pale sasa ni shetani ndio anakutukua yeye. Shetani anakutukua yeye, sasa nafasi kwake. Alijaribu yeye akakuahidi mambo, ukivuta hino utakuwa kadhaa, ukivuta hii utakuwa kadhaa, wewe ukaisikiza sauti ile, audhu billahi min dhalik. Sasa akikupata pale ndio sasa yaiduhum wa yumannihim wama yaiduhum shaitan illa ghurura. Sasa anakuahidi mambo katika kila jambo ambalo wewe utalingilia, kwa sababu umekula drug, pengine audhu billahi min dhalik, amevuta bangi, amekula mongoka, yaiduhum, atakuahidi mambo pale, yaiduhum wa yumannihim, na atakutamanisha mambo, wewe utakuwa kadhaa, wewe utakuwa kadhaa. Lakini wama yaiduhum shaitani illa ghurur, hakuna atakalokuambia ibilisi isipokuwa ni udanganyifu tu. Mimi mmeona tulipokuwa twafanya bodybuilding, kijana atakuja akwambie, ona hii bangi, ukivuta hii, ikiwa wainua kilo 100 utainua kilo 200. Zitoke wapi nguvu hizo? Yaiduhum wa yumannihim, nguvu ni zile zile ukiwa katika natural sense, vile alivyokuumba Mwenyezi Mungu, nguvu ziko pale. It's all in your mind. Watakainua kilo utakazosema wataka kufanya, it's all in here. Mind yako ya kuambia kitu gani na ya kuelekeza nini, pengine ikiwa kwa uzuri ikuelekeze maprotini, mavitamini, we ule hapo, mimi nakubali. Lakini wana juisi, halafu ule mongoka, halafu ndio kainua kilo 100, uambie utainua kilo 200, that will never happen. Halafu sasa yaiduhum wa yumannihim, akwambia unaona kazi ile ukifanya itakuwa kadhaa, ukifanya hili wewe utamake money, akudanganya mambo ambayo yale yote ni process. Hakuna kulala ukaamka tajiri. Marungi atakwambia hivyo, wewe ulale usubuhi moja kwa moja, wewe basi ushabadilika, ya kuambia hivyo. Mimi wakati wangu niko bara,
nimeona mtu a very prominent person, sitaki kumtaja mimi, alikuwa kuna high rank katika power lighting. Sema ana facility gani hakuhajapawa na kampuni, akaanza kula marungi, akala marungi usubuhi akita kazini saa 8 mpaka jioni ala marungi. Ikawa maisha yake niko hapo na mimi niko naye. Jirani yangu yakenda mpaka akawata kazi, yakenda akawata kazi, kampuni ya mhitaji ikamwandikia very good letter, kaja akanionyesha hii, anambia mimi nataka kazi, angalia kampuni ya Nita hii, wataka kitu gani, facility wewe tukupe, wewe urudi kazini. Lakini tayari ya marungi ya shamdrain kabisa, ya shamdepress, hataki tena kazi. Yalikwenda binadamu huyo, mwisho wake akaja zake Mombasa. To make the story short, mwisho wake atiliwa kwenye tundu, hatoki, chakula pao kwa madirishani, wazimu, full blast. Huyo ni mmoja na wengi na wengi na wengi. Hii ndio mwisho wake huwa kitu kama. Kwa hivyo hichi ni kitu ambacho sisi twapibwa. We cannot talk it lightly. The people, they have turned into a billionaires. Kuna watu they make use kwa vijana wetu sisi, na sisi hatuwezi kuwawata vijana wetu, hatuzungumzi jambo kama hili. Kwa hivyo yana uzito mkubwa sana haya ambayo mimi nawaelezea regarding this thing. Ukiwa utatumia mahali gani, hichi kitu kitakufikisha wewe. Step ya kwanza hiyo. Kwa hivyo shetani akikutukua, shetani akishakuvaa wewe pale, sasa huwezi kusikia waadhi mwanzo, haungii ndani ya kifua chako. Maadui wako wa kwanza, they are your parents. Ndio watu wako, maadui wako wa kwanza. Manake hakuna mzazi atakubali amuone mtoto wake angia ndani ya hilaki, ndani ya shimo, halafu akakaa kando akawa mtizama. Atakukanya. Kukanya huwezi, manake you are not there. Ushai corrupt conscious yako yote, husikii tena mambo mazuri, you don't absorb. Sasa utaanza kugombana na babako, kama vile alivyotueleza Jamali. Wazazi wake wakawa mbali na yeye, akawa hakuna wazazi, hakuna mtu tena wa kumpa direction. Direction yatoka ndani ya nini? Ndani ya kichwa chako, ambaye ni shetani. Hii ndio hatari hichi kitu. Sasa hii ni step ya kwanza ambayo Jamali alizungumza. Halafu there are 3 points mimi nitazizungumza, alizozizungumza Jamali. Halafu baadaye kama mtu ana maswali, manake Jamali akiondoka kulikuwa kuna vijana wengine katika nyinyi wamuuliza maswali, time ikawa imeisha. Kwa hivyo tuulize hayo maswali, huenda tukajibu hayo maswali. What is going on in your mind? Kwa hivyo asema the devil number 1 hope is not an active sinner but inactive person. Shetani akishakutia ndani ya shimo, hana haja na wewe tena. Shetani hendi ba atakawapoteza watu, ashawafikisha pale, hana kazi tena nao pale. Lakini inactive person ni mtu hujui wafanya nini, time yako umeipoteza, unaitupa. Maybe most of the time wewe una simu pale, ndio ameingia shetani pale, ndipo shetani ameingia. Sasa pale ndio ataanza kukushawishi. Na mimi nazungumza hivi, hii a disease ameitaja pia Jamali hapa. Simu, tujaribuni, tupigane.
It's an addiction. Mtu akiamka usiku angalia simu, kuna kitu gani? Kwa hivyo simu ni kitu kimoja kinakufanya inactive, badala ya time ile ufanye mazoezi, time ile ustadi, wewe unakuwa sasa huna kitu cha kufanya, wewe unakuwa stuck katika simu yako. Na simu kama vile tusemavyo ina nta mbili, huku inaweza kukata papayu na huku ikaua mtu. Simu hiyo moja. Kuna watu they are making millions out of a telephone, kwa simu. Kuna watu wamepotea kabisa, hawako duniani tena kwa sababu ya simu. Kwa hivyo being inactive, ikiwa wewe hujishughulishi katika jambo, miezi ya nyuma imepita, mambo ya corona na nini, sisi wanafunzi wanarudi skuli, anakuwa kama ndio mwanzo anza kusoma. Kwa hivyo hapo ndipo shetani anakupata wewe. Hana haja ya mtu ambaye active sina, yeye tayari uko kwenye madhambi, hana haja naye, ashamfikisha pale. Sasa atutafuta watu kama sisi. Tuwe very careful vijana. Faida ya kuja hapa ni sisi tutoe naswaha na kuwaonya katika kitu kama hivi. Try to fight, pigana na simu. Mayahudi kuna wakati walikaa wakasema, vipi hizi nyumba za Waislamu tutazidestroy sisi? Mmoja akasema, Qur'ani hizi whenever zikiwa printed sisi tutazitoa kwenye mashelf zote, tutazichoma. Mmoja akamwambia, mwajisumbua, kazi hiyo hujafanya kitu. Kwa nini? Asema ndani ya kitabu chao chasema, sanukriuka fala tansa, mimi nitakusomea hii Qur'ani ndani ya kifua usisahau. Wamehifadhi hawa, hujafanya kitu. Mwingine akasema, basi kazi ni ndogo, kutia mtaimbo ndani ya nyumba zao. Mtaimbo, unajua mtaimbo mwaita nini? Kizungu mwaita nini? Chuma cha kuvunja nyumba kile, basi tutazitia ndani ya nyumba zao. Tutafanya nini sisi kutia mitaimbo ndani ya nyumba zao? Akasema, tutawaletea simu, halafu ndani ya simu tutaweka machafu yote ndani. Atabaki jina Muislamu, aitwa Babu Ali, aitwa Salim, aitwa nani, lakini kitabu chote hanacho ndani ya moyo wake. Umebomoka, moyo wake umepofuka kabisa. Hii ndio kazi ambayo yafanyika kutudestroy sisi. Sasa we have to fight back. Hatuwezi kuatwa sisi tuwapibwa, halafu we don't create awareness katika hichi kitu. Kina destroy majumba yetu. Baba, mama, nani ndani ya majumba yote, majumba yanaharibika kwa sababu ya nini? Sababu ya hizi simu. Kwa hivyo hino ni one method ya devil kutaka kutudestroy sisi. Kwa hivyo let's create an awareness. Isiwe akikwambia kitu hichi angalia, wewe tizama. Nakumbuka doorway ya spirit yako ni mato yako. That's the doorway to your spirit, to your conscious. Hapa ukitizama kitu chochote ambacho hakimridhi Mwenyezi Mungu, huno mlango ushapitisha vitu vibaya ndani ya conscious yako. Ndio unakwenda kila siku mpaka unakuwa badrana ala qulubihim. Kila siku unaingia madoa, kila siku unaingia madoa. Kwa hivyo mahali pagumu sana ni pale ambapo una privacy, wewe uko peke yako, pale ndio upigane na shetani. Tusikubali atutukue kiholela katika mfumo ule atakao yeye shetani. Tukimalizika nini nyingine, asema the devils tempt some but an ideal person tempts the devil.
Huyu shetani, kuna wengine rahisi yeye kuwapoteza, lakini ideal person basi aweza kupoteza watu wengi sana. Mtu hana kitu cha kufanya. Mfano aliutoa Jamal, asema during his time yuko absorbed na madragi, asema amewapoteza watoto wengi sana kumliko huyo shetani wenyewe. Kwa hivyo utakapokaa huna la kufanya, pale koti nyingine yasema nini? An ideal brain is a devil's workshop. Vijana, jaribu, don't stay idle, uwe huna la kufanya. Shetani pale mahali pale hapapenda sana. Try to do something. Tafuta kitabu usome, angalia kitu, hata kama waangalia TV constructive, itakufanya nini pale wewe, itakugeuza vipi ndani. Lakini ukikaa huna kitu cha kufanya, basi likely Ibilisi akikutukua, basi to bounce back ni kazi ngumu sana. Kwa hivyo get busy, that is the solution. Hata sisi tulipokuwa tufanya mpaka sasa tufanya biashara, the moment ukikaa wewe huna la kufanya, pale zaja fikra mbaya kabisa, thoughts of failure, wewe utapata hasara, wewe hili utaliweza. The moment ukikaa idle, lazima utafute kitu cha kukukeep busy. Haswa hizi siku sasa za holidays hizi zaja, siku za corona hizi, angalia utafanya kitu gani constructive, akili yako itakuwa yatumika. Bila ya hivyo, Iblisi akienter into you, akianza kukushawishi, basi hatari kubwa sana ya kukwenda kukupa vitu halafu kutoka ikawa ni kazi kubwa sana. Kile umsikiae, nyinyi mwaona mitaani mwatembea wale vijana ambao tayari wamejaribu kula vitu vile, sasa afikiria atakatoka, huwa ni kazi, juhudi kubwa sana. Kama yeye asema mpele kwa rihabu sijui mara ngapi, yeye amekwenda rihabu, akitoka ashikia hamu atakavuta vile vitu, ashikia hamu atakadunga sindano. Swala zake ome amuuliza, amwambia hata sijui kama mimi kama nilikuwa Muislamu. Hii ndio leo mmependelea mimi yale alotupa Jamali last week, mimi nimependelea to emphasize hatari ya vitu hivi. Mtu akijaribu kuingia, kutoka hawezi tena. Sasa ya mwisho, halafu tutaruhusu maswali, kila mmoja ambaye ana swali yake au ameona experience ya mahali kokote aje atuelezee sisi. Si lazima ati audhu billahi min dhalik, hakuna tumie hapa, lakini tulete mwamko katika community. Mahali umeona kitu kishafanyika, umeona rafiki amefika wapi, nataka hiyo nafasi. Tutampa kila mtu atakayekuja simame hapa aeleze athari ya vitu kama hivi. Cha mwisho ni peer pressure. Be careful when choosing a friend. As salt and sugar looks the same. Wewe saa ile wataka rafiki kutafuta, uwe na hadhari wataka rafiki wa aina gani, kwa sababu ukitizama chumvi na sukari zaonekana sawa sawa, lakini vitu tofauti, mbingu na ardhi. Ina maana gani hii? Nani aweza akanipa ufununu tukapata faida sisi hapa? Nani aweza katoa ufununu saa ya kutafuta rafiki? Nataka mcontribute.
Nani aweza kutuambia? Nisaidie pengine mimi. Naam. Omi. Usitafute rafiki mvivu. Ehe. Mwenye faida nzuri, mwenye kuelekeza kweko kwa dini, mwenye kusaidia. Sasa nitatoa mfano mimi katika mmoja katika watoto wetu walikwenda wakasoma India. Sasa kule India ukiwa ndani ya klasi wewe, kuna watu utawakuta wazuri sana. Ndio nitakatoa huu mfano, uwe na hadhari ikiwa watafuta rafiki, manake chumvi na sukari zaonekana sawa. Usijue pengine wewe wataka sukari ukatukua chumvi. Sasa kule India kijana yetu akasoma miaka 5, akirudi asema ndani ya klasi kuna watoto wauza dragi mule. Ukimuona tabia yake alivyo mzuri, utasema huyu ndio wa kumfuata huyu. Wewe utakachochaja zuri lolote yule mtoto analo, lakini kumbe ana malengo. You have to be very careful. Ana malengo gani? Ana drug ya uza yeye, hamu yake yote akupe mara moja tu bure. Ni unga sijui ni kitu gani, yeye bidii yake ajaribu akupe mara moja tu. Anaambia wale walongia kwenye mtego wake, basi watumiwa fees, dola zote hazitukua yule. Kila mwezi pesa zaja za chakula, za fees, pesa anunua vitu, anunua. Hana fahamu tena, shapawa ile vitu, hana akili tena. Wale hadhali wao watajirika ndani ya klasi. By the time siku zesha, wazazi huku waona mtoto wasoma, kumbe mtoto ashapotea zamani. Hakuweza kutofautisha chumvi na sukari, hakuweza kutofautisha. Hii ndio hatari. Kwa hivyo katika kutafuta rafiki, mpeleleze mwanzo, huyu mbona yuko hivi, huyu mbona anaambia sana mambo kadhaa. Mwanzo mchungue, ujue malengo yake nini. Manake siku atakaokupa kitu akiharibu maisha yako, basi mpaka akhera utaambiwa ikra kitabaka kafa binafsika alyawma alayka hasiba. Huko akhera pia hutatajiwa yule rafiki, utaambiwa soma kitabu chako hichi. Kama ulifanya mazuri ni wewe, kama ulifanya mabaya ni wewe. Kwa hivyo ni rafiki lazima tutizame kwa hima kubwa sana, wafuatana na rafiki gani. Wewe wataka kuja kwenye klasi hapa, ye akukataza, akuambia ndia nyingine, si rafiki huyo. Kwa hivyo hapa pana umuhimu sana katika haya mambo ambayo watu wanajiandaa kutupoteza sisi. Naambiwa kaunti ya Meru kuna majumba yamejengwa ya ajabu kule, mji umebadilika, atawa expense. Peleka huku sisi, kule wenyewe hata habari. Ukienda Kisumu hakuna hicho kitu, huu mkoa wa Pwani peke yake. Kule watu watajirika kule. Wakuta mtu kutoka usubuhi, upita Maspaki kule, watoto kutoka usubuhi, mtu ala mongoka. What is next? Funga kitabu chake, ameisha huyu. Mimi nasema nini? Maiti mtarajiwa. Huyo nani? Maiti mtarajiwa. Bwana museme nyinyi. Huyo nani? Sitarajiwa, maiti mtarajiwa. Hana kazi tena, blown up kabisa. Kwa hivyo hilo rafiki
lazima uwe watizama wafuatana na rafiki ya aina gani. Halafu na nini hino nyingine hapa ameandika, a good thing to remember, a better thing to do, work with a constructive gang, not with the wrecking crew. Asema a good thing to remember, saa zote ulieke hapa uwe wakumbuka. Halafu a better thing to do, na jambo zuri ambalo wewe ulifanya katika maisha yako. Asema work with a constructive gang, tafuta wale watu constructive. Leo amekupa formula ya maths, leo akwambia hadithi ya mtume iko hivi, leo akwambia mimi formula hii ilinishinda, ngoja nikupe formula yangu. Constructive team, wewe ndio uwe uko nao, not with the wrecking crews, wale watu wa kuvunda. Ni rahisi sana. Twenzetu wewe, usimsikize huyu mpaka wazazi wako watakutetesha nao. The wrecking crews hawa, uwe una hadhari hali ya juu kabisa. Waangalia rafiki akulekeza mahali gani, akujenga au akubomoa. Manake the moment utakuja mfuata akikuharibu, he has ruined your life. Life yako yote imeisha. Nakumbuka wakati huo ukikupita, hakuna another moment utasema mimi wakati huo ujao mimi nitajirakibisha. Kwa hivyo haya ndio yangu ambayo ya leo, kurifaa maneno aliotupa Jamali. Maneno yalinisisimua sana mimi jana, wiki last week yalinisisimua sana. Ukimtizama Jamali lugha azungumzayo, antoka standard 6, ukimsikiza lugha azungumzayo, fasaha alivyoipanga ile speech yake, sijui angekuwa hali gani ule kama mpaka leo alikuwa akisoma. Hakupanga. Ome anambia hakupanga, ankuja akazungumza tu hapa. Lakini fikiria ile memory yake na vitu alivyokula. Anjitia sindano, vibubusa, sijui hivyo ankula, sijui vitu gani vingine, vibugizi na vingine gani antaja hapa, hizo dawa za potrizi zile, si ndio hizo pia ankula yeye. Hana uraibu hakutumia yeye, na hali ile ankuja kaa hapa. Fikiria angekuwa hali gani Jamali. Huu ni mfano, amekuja amejitolea akaja akatupa mfano huu. Kwa hivyo vijana watukufu, you have sacrificed. Kila magharibi Ijumaa twaje tukikaa hapa, tumejitolea. Tutaka geuka ndani yetu sisi. Kwa hivyo usije kitu in between ikaruini life yako, na usiambiwe ukadanganywa. Pengine katika masomo nkuja jambo aliona gumu, pengine katika kazi mambo ni magumu, ukaambiwa ndo hii utowe stress. Hakuna kitu cha toa stress ambacho kitaruini spirit yako, unaenda na maji kabisa. Huo ndio msemo watumiao, ndo tukatoe stress. Stress gani yatoliwa na banki? Hebu fikiria we, kwa mwandazimu, halafu akimaliza hichi hajamaliza hii ajitia sindano, hajamaliza hii. Tuna msemo wa Kiswahili wasema nini? Kwa mwandazimu kuingia na mlevi. Mwajua msemo huo? Kwa mwandazimu tangu hapo kumfujo kule kwake, halafu ankondangia na mlevi kule, kwa hakuna mjue mweziwe. Sasa kwa awashani correct huyo. Asante Sheikh Swale. Kwa mlevi asema ndio kuingia mwendazimu. Ndivyo alivyokuwa ye Jamali. Kwa hivyo
Please heed my message. Tupigane, tusichukuliwe kiholela tukawa twapawa vitu kama hivi halafu vinaharibu maisha yetu. Kwa hivyo nimezungumza vya kutosha, na inshallah taala Mwenyezi Mungu atatupa uongofu, akitupa tamyiz ya kujua zuri letu na baya letu. Vijana katika kuepuka jambo lolote, si lazima lile jambo liwe haliko ndio useme mimi hili sinalo. Nitawapa mfano. Mimi kuna mtu hapa aliondoka kenda zake Saudia. Sasa Saudia kule penalti ya kushikwa mtu amezini ni penalti kubwa sana, na hakuna jambo hilo wakati huo. Sijui sasa mtu aweza akatamani jambo hilo akatekeleza. Sasa ukiwa yuko kule aseme mimi jambo hilo silitaki kabisa, lakini ujiulize hata ukilitaka utalipata vipi hapa? Sasa pointi yangu ni kuwa utakaposhinda wewe, wapita kwenye maskani ukaushinda moyo wako, umeshinda kila kitu katika maisha yako. Wewe ukasema jambo hili create awareness kwenu, ikawa waweza kupita, basi nenda Ulaya, nenda kokote wewe. Munkari wa aina yoyote ukishinda hapa, munkari aina yoyote wewe utashinda tu. Utakuwa si rahisi wewe shetani kukuchukua, manake umepractice awareness kwako ndani, kwa kuwa lile jambo wewe hulitaki na liko, lakini wewe hutaki kulisongelea. Ukawa moyo wako utakuwa very strong, utakuwa thabiti katika imani yako. Lile jambo liko na umeamua ndani, mimi sitalifanya. Kwa hivyo haina maana kile kitu kikosekane kabisa alafu useme mimi hilo jambo siwezi kulisongelea. Ni tofauti. Wewe wapita yale mambo wayaona ndiani na ukaushinda moyo wako, manake utafanya nini? Hivi sasa hivyo wazungumza Voomi ni jirani yako, ni yule apita, where would you go? Lakini sasa Les Brown ana koti yake asema, if there is no enemy within, the enemy outside will do you no harm. Ikiwa huyu adui wako ndani umemteken, hakupeleki katika mambo mabaya, adui huyu wa nje hawezi kukushawishi wewe katika jambo lolote. Kwa hivyo hivi vikao ambavyo tuko navyo sisi, hii ndio awareness twa create kwenu nyinyi, ili ujue madhara yake, matokeo yake. Twaleta watoto kama wale kina Jamali, ushafahamu, ili tujue uelekeo wa jambo kama hili. Utakapongia wewe utakuwa ni mtu aina gani? Sasa hii awareness ambayo tuko nayo sisi, ambayo tuai-create kwenu, sasa inafanya kuwa thabiti ndani, moyo wako kuwa strong. Waweza kupeleka pengine ukatoka hapa ukienda boarding, ukienda bara, pengine ukienda ukasoma nde. Paka watoto hapa wamesoma, sio mmoja anawaambia ndani ya klasi ya uziwa dragi, lakini zile principles alizoondoka nazo hapa hakuweza kugusa hicho kitu. Hii sasa klasi ndio ina build, ina strength yenu ndani. Uwe kiwango gani wewe, lolote la munkar wewe walikataa, liwe la bangi, liwe umesafiri kuna munkar ambapo zinaa kwengine kwa nchi nyingine si kitu kabisa, we tayari utakuwa thabiti. Wajua dini yangu mimi haipendi hii, mimi hili silifuati. I think that is the solution to build your inner strength katika hili jambo. Nani mwana kitu nataka kuzungumza? Nani aliyeta kitu? Ustadh, tuteni Fatiha basi. Tayari time atia Fatiha mwana. Tia Fatiha Mungu.
وإذا حدثنا بمحمد المصطفى اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك هذا الجلال والإكرام. اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.